mchezo jana ulitazama, na nipe tathmini yako juu ya mchezo ule wa jana kwa ujumla wake. Young Africans kasi wanaokwenda nayo, bingwa huu hapa ama wana kazi ya kufanya katika mechi zilizosalia? Nafikiri wapinzani wao ndo wana kazi kubwa ya kufanya. Kwa sababu ukiangalia mchezo wa jana kwenye takriban ndani ya dakika 30 za kwanza ndo niliona commitment ya wachezaji wa Fountain Gate ndani ya uwanja. Bila mpira walijitahidi sana kuzuia, walikuwa imara, walihakikisha waruhusu Young Africans kupenya kufikia kwenye ngome yao kirahisi. Lakini baada ya dakika 30 kutamatika, wakati mchezo unaendelea kuelekea kwenye kipindi cha kwanza mwishoni kabisa, nafikiri baada ya kukonsia ile magoli mawili kutokana na uzembe wa John Noble, kila kitu kiliharibikia pale. Goli la kwanza ni unajiuliza namna gani alihitaji kuketch ule mpira. Lakini goli la pili pia imepigwa back pass kuelekea kwenye eneo lao. Angalia umbali wa Prince Dube mpaka alipokuwa golikipa wa Tabora United John Noble, ni umbali mrefu kidogo. Na bado ni Fountain Gate. Ulikuwa ni umbali mrefu kidogo. Ulikuwa unahitaji John Noble afanye kitu zaidi ya kile ambacho amekifanya. Kwanza alihitaji kuscan kujua umbali baina yake yeye pamoja na Prince Dube, lakini vile vile hakuhitaji kufanya maamuzi baada ya mpira kufika. Ilihitajika kwake afanye maamuzi kabla hajaupokea ule mpira, kwamba alitakiwa ajue ni kitu gani anapaswa kufanya akiwa na ule mpira. Kwa hiyo ni makosa ambayo yaliwa let down sana Fountain Gate. Tayari wameenda kwenye kipindi cha kwanza, kurejea kwenye kipindi cha pili Young Africans ana goli 2. Na baada hata kufanya mabadiliko kuingia Chama Ikangalombo, nafikiri ukimzungumzia Kratos ni mtu ambaye anaweza kaongeza zaidi ubunifu kwenye eneo la midfield. Kwa hiyo baada ya uwepo wake mwanzoni ni kama alikuwa gain ile momentum, lakini mchezo ulikuwa unaendelea ni kama Fountain Gate na yenyewe kiulinzi wakaanza kushake, wakaanza kuacha mianya, njia za pasi, wanawaruhusu Young Africans kuwa na idadi ya watu wengi kwenye eneo lao. Makosa akaanza kufanyika kimuundo, kwa maana kiulinzi, makosa kwa mchezaji mmoja mmoja, wanacheza fouls kwenye maeneo ya hatari na Young Africans wakawaadhibu. Na kitu kingine ambacho nilikiona ni kwa Israel Mwenda pamoja na Duke Aboya. Ni wachezaji ambao wanajua kabisa kwenye maeneo ambayo wanacheza kuna watu walikuwa wanacheza hapo awali, na ni wachezaji wenye viwango vikubwa tu, wana ubora wa kutosha. Anachokifanya Duke ni kudhihirisha kwamba anahitaji kucheza kwenye ile nafasi. Anatoa nishati ya kutosha, anatekeleza majukumu yake timu ikiwa na mpira, timu ikiwa haina mpira. Israel Mwenda pia naye ni mchezaji mzuri sana kwenye kuzuia, na ameboresha sana going forward, kwa maana kwenda kusaidia timu kujenga mashambulizi. Kwa hiyo magoli 4 kwenye mchezo wa jana, nafikiri kwa asilimia kubwa magoli yalisababishwa na makosa ya wachezaji wa Fountain Gate. Na ukiwa huo ndio tofauti kati ya wachezaji waliopo Fountain na wachezaji wa Young Africans. Ukiwa unacheza na timu yenye quality kama Young Africans, unahitaji kupunguza makosa at least kwa mchezaji mmoja mmoja. At least tungesema hapo walifungwa kwenye makosa kimuundo, au muundo wao kwa sahihi katika uzuiaji, lakini makosa kwa mchezaji mmoja mmoja aliwagharimu kwa asilimia kubwa sana. Sawa, hao ni Yanga na Jessica, karibu endelea. Mbona endelea tu Jessica. Kwanza nikitaka kuongeza kidogo hapa kwa Magonga. Ndio. Nakubaliana naye katika engo nyingi. Moja wapo ni kwamba unajua mnapocheza football, kila mmoja anamwamini mwenzie. Na katika maeneo ambayo yanajenga hamasa na imani kubwa kwa watu wengine, ni goalkeeping. Unapokuwa na goalkeeper mzuri, imara, tunasema ni 50% ya ushindi wa timu. Goalkeeper bora, imara kabisa, yani nyinyi wenyewe mtu mkijua, mkiona fulani ndio yuko golini, yani tayari mioyo yenu inabadilika kwamba yes, sasa hivi sio mpira tu, ukienda kule mnaanza kutetemeka kama utafika salama, au mnaambiana bana usimrudishie yule. Unaelewa? Ya mnatakiwa kuwa comfortable. Na kwenye coaching timu imara inaanza kujengwa nje. Kwenye ulinzi. Wakati wa ujenzi wa timu unaanza na how you defend. Na mnatoka huko nyuma kwenda mbele hao, kwa sababu kama hamtofunga msifunge. Sawa? Kwa hiyo goalkeeper ni mtu wa peke yake ambaye anaiona timu nzima.
kutoka huku nyuma. Anaweza kumkomandi kuanzia namba 2 mpaka 11 kwa sababu anawaona wote wakati mpira unachezwa katika mazingira yoyote, wanashambuliwa au wanashambulia. Na ndio maana kwenye communication yeye ndo mtu wa kwanza, na yeye ndo mtu wa kwanza pia kuanzisha mashambulizi. Sawa. Kwa hiyo kama mna goalkeeper ambaye mmeenda alafu iwe kwa makusudi kama ambavyo Robert Matano amekuwa akisema kwamba goalkeeper amefanya makusudi au kwa bahati mbaya, sawa, akifanya makosa ya namna ile yanakuondoeni kwenye mchezo kabisa, hasa inapokuwa unayecheza naye ni nani. Unacheza na Young Africa, timu bora kabisa kwenye ligi inayopata matokeo bora, ndio bingwa mtetezi. Unaenda unampa zawadi ya mabao mawili ya namna ile, then you are killing the whole team. Umeelewa? Yani baada ya yale magoli mimi wala sikutegemea kwamba kuna mtu tena angeinuka pale, yani timu ingeinuka kuja juu pale. Nilisema end of the story, aidha magoli yaongezeke au yapungue. Na mwalimu akaingia hasira naye akamtoa moja kwa moja goalkeeper. Lakini action nzuri ile, of course ni nzuri, na baadaye goalkeeper aliyekuja pia na apigwe free kick, katangulia kulala. So yona ile free kick ya chama alifanya makadirio kabla, katangulia kulala chuma nyingine. Sawa jemedari, sababu kama ungekuwa ni goli ambalo halina nini, ile goli la tatu ambalo lifungwa na Mzize, move boom boom boom, hata kama kipa anaweka digea chuma kinakubali. Sawa, unaelewa? Lakini mimi najiuliza kitu kimoja, ni Fountain hawa kama unakumbuka walifungwa na Pamba goli 3-1. Unakumbuka makosa aliyofanya goalkeeper anaitwa Fikirini? Kuna wachezaji walisimamishwa. Fikirini mwenyewe alipoondoka kabisa. Waliondolewa wachezaji wanne. Wakasajiliwa Pamba hiyo. Aliondolewa mpaka kocha wa goalkeeper. Abel Kasim pia. Unakumbuka hiyo kitu iliyotokea? Yaani alichokifanya yule Nobo kwenda kuchukua mpira. Fikirini anaenda kuchukua mpira kule afu kaupiga ndani hapa. Nakumbuka. Kaupiga ndani hapa watu wakazima. Jana ulimsikia mtangazaji alichosema? Golini hakuna kipa. Kilichotokea hata mechi ile nyumbani. Tofauti ni kwamba John Noble alikuwa upande wa kulia, huyo alikuwa upande wa kushoto. Ila tukio ni la aina ile. Tofauti nyingine ni kwamba huyu kakutwa wakati anapiga, huyu kapasia ndani. Na aliomba, ilikuwa foul. Sasa haya ni makosa ya kibinadamu, ni uzembe ama ni viashiria vya rushwa? Yote ni majibu, ila mmoja anataka jibu zaidi. Msikilie kamanda umesema wachezaji walifanyaje? Walisajiliwa Pamba hapo. Wote walisajiliwa Pamba. Yaani baada ya yale matukio wale na upande wa pili, na ndo mechi ambayo ilikuwa inayo. Kwa mnataka kusema nini? Na unaambiwa Balkasim baada ya kupewa kadi nyekundu aliambiwa sikae hata vyumbani aondoke. Kwani yule jana aliondoka moja kwa moja? Maana yule jana nimeongea na viongozi wakaniambia yani yule watu wanataka kupiga pale kiwanjani. Sio hatari. Kazuia. Kwa kwangu mimi of course ingeweza kuwa game nzuri. Na kwa Matano kwa vile alivyoongea ongeza hata kumnasa makofi. Ingeweza kuwa game nzuri kwa sababu kwanza tuliwahi kuona game nzuri sana pale Simba na Fountain. Sio? Lakini kwa sababu ya nafasi waliokuwa nao sasa wangekuwa wanajitahidi kupigania nafasi ya roho yao. Unajua wana mechi nyingi ngumu. Sawa, wana mechi nyingi ngumu na wanatoka na kwenda kucheza ugenini. Ukiwasikiliza viongozi walikuwa wanatamani walau mechi za nyumbani. Unajua kucheza na Young Africa, timu wewe ni Fountain Gate. Uwezi moja kwa moja wakaenda wasema nenda kuwafunga Young Africa. Sio, unaenda kujilinda ukitafuta nafasi ya kuwafunga au alama moja itakusaidia. Sio? Hizi mechi 3 zilizobaki wanaweza wasishinde yote, maana wana JKT, wana Coast, wana Azam. Wana JKT ugenini. Na wana Coast ugenini pia. Fountain ndo anamaliza nayo nyumbani. Coast. Azam. You see that? Sasa ndo kucheza na Azam, si ndio? Coast umeona wameamka. Ogopa. Alafu Coast bwana sio timu ya kukutana nayo kwenye nyakati kama hizi. Tunakuja kutazama. Usiniulize kwa nini nasema hivyo. Sasa mimi nilikuwa nasema tu kwamba kama alivyosema Magunga, lakini unajua timu mkikoncede magoli ya ovyo. Sio goalkeeper. Hata mwenzenu mwingine yoyote awe beki. Alafu mnacheza na Afrika mpigwe magoli ya ovyo. Au mnacheza na Simba, sio mnacheza na Azam. Concentration inapungua. Automatically
unajua mnaona kabisa yani sisi tutoke kwa goli mbili tuwafunge Yanga. Yeah. Mnaenda kiwanjani wenyewe mnajua huku lolote linaweza likatokea. Sawa Jemedari, Evans, Yanga wana michezo yao iliyobaki hivi sasa. Mechi na Namungo watakuwa nyumbani, mechi na Prisons watakuwa ugenini, wana mechi na Dodoma Jiji na game hii ambayo iliota mbawa dhidi ya Simba. Kwa hiyo tubainishe tu kwamba kuna michezo minne ambayo imesalia mpaka hivi sasa. Lakini kwenye hizi game tatu kabla ya mchezo wa Simba, kuna game yoyote unaona Yanga wanaweza kudondosha alama hapa? Sioni. Namungo, Prisons na Dodoma Jiji. Kwa mazingira yalivyo, sioni hiyo nafasi. Yani sioni hiyo nafasi kabisa. Ni mechi ambazo naamini Young Africans wanaenda kuokota alama. Na ni kwa mazingira yalivyo kwenye msimamo, anahitaji ubingwa. Tofauti yake na Simba, endapo Simba atashinda viporo vyake vyote, inabaki ni alama ile ile moja. Na ukimsikiliza Miloda anakwambia kabisa Simba wanavizia tu mahali tupoteane. Tukipoteana tumeenda na maji. Ubingwa tunaweza tukausikia bombani. Kwa hiyo naamini timu yake hataki ifanye tena hayo makosa. Sasa hivi haangalie ushindi anaopata kwenye mazingira gani. Kikubwa ni alama 3, tuweke mazingira yetu ya kutetea ubingwa yawe vizuri. Kwa hiyo mimi naamini ni mechi ambazo Young Africans watazitolea macho kweli kweli. Yani hakuna option nyingine yoyote ile ya kufanya. Kabisa. Mkai. Ndio. Mimi naomba wakongwe hapa nisaidie na swali. Hivi inawezekana kipindi kama hiki timu zinapokuwa kwenye pressure, kuna wengine wanagombania ubingwa, kuna wengine wanagombania kubaki, wanagombania huko kaka. Wanapambana. Inawezekana kukaa kuna viongozi mbalimbali ambao pia ni kweli wananunua hii michezo. Ni kweli. Na wakifanikisha jambo lao wanakaa hadharani wanajisifia kwamba ni kweli. Mchongo umekamilika. Ni kweli. Ni kweli kaka. Swali lako linalenga nini? Kuna kocha mmoja aliwahi kuchukua ubingwa mara 2. Ngoja Jemedari au nimalizie. Ngoja basi nikumalizia. Kuna kocha mmoja aliwahi kuchukua ubingwa mara 2 mfululizo na klabu moja hivi. Akawa anataka kuwaletea mdomo si masharti na kuambia kaka, sio wenyewe ubingwa tunapopata tunajua. Sio wewe. Kumbuka hiyo. Yaani sio wewe. Kuna namna. Sisi wenyewe tunajua tunapopata ubingwa. Unajua kwani nimeuliza hivi Mkai? Magunga katika hali ya kawaida. Hivi kwa nini timu imsimamishe mchezaji kwa poor performance, alafu mchezaji aende kusajiliwa kwa timu hiyo hiyo aliyoperform poorly dhidi yake? Kwamba alipewa uhakika. Au mimi nikuuliza kitu Magunga. Mechi ilikuwa ni imechezwa jana pale. Si ndio? Yule goalkeeper yale makosa aliyoyafanya yanabaki kuwa kati yake yeye na klabu yake. Si ndio? Si ndio? Ukienda huko mtandaoni unaona mpaka viongozi yani wanachukua makosa sasa ya magolikipa wengine waliofanya wakiwa na timu nyingine wanayaweka. Inaonyesha nini? Yule amefanya makosa, nyinyi mmetumia advantage kwenu, you finish. Hii wala hamna haja na yoyote tena. Kwa sababu makosa, yani you believe yani ni makosa ya kawaida ya kibinadamu, si ndio? You don't care. Kuna kauli kwenye michezo wakati mwingine tunatamka kwamba unafukua makaburi. Yani yanahusiana na nini? Unahalalisha yani unataka kutoa Nomo alichofanya jana na mechi zilizopita. Kwanza jana, yani baada ya game ya jana, clip ya kwanza kutrend ni goli alilofungwa Nobo msimu uliopita na Simba. Nimeona pia kuna ile moja dhidi ya JKT ya Tanzania ile. Ambayo yani unataka kuonyesha nini? Mtu ambaye anapost hivyo lengo lake ni kuequalize kwamba bana dhidi ya Yanga tu, hata Simba. Lakini kwangu mimi mtu anayepost hivyo anaongeza tu ushahidi. Yes. Anaongeza tu ushahidi kwa sababu mimi nimetumiwa it's not like eti Simba hajawahi kuhusishwa na issue za upangaji wa matokeo kwenye nchi. Hakuna ambaye yuko salama. Kama unakumbuka vizuri, watu wanaweza wakawa wakumbuki, labda nyinyi wengine mlikuwa wadogo. Sakata la Azam ambalo lilipelekea mpaka kusimamisha baadhi ya wachezaji akiwemo Dida. Sawa. Ilikuwa ni dhidi ya Simba. Alisimamishwa Agre, Erasto, tena wala ilikuwa mechi ya ligi, ilikuwa ni mechi ya mambo, ilikuwa ni mechi ya ligi. Kuna mechi ya ligi, kuna mechi mbili za Simba, kuna ya ligi na kuna ya ngao ya jamii. Nataka twende kwa hiyo yani mtu anaposema kwamba kuna viashiria vya rushwa, hivi viashiria vya rushwa haviishi kwa hizi timu kubwa peke yake, hata kwenye mechi. Kwani kwa mfano wakati huu timu zinapotaka kushuka daraja, maana moja kati ya nyakati ambazo upangaji wa matokeo huko rampant kabisa
ni wakati timu zinapotaka kushuka daraja. Jemedari utakuwa na kumbukumbu ya maneno ambayo aliwahi kuongea Masau Bwire baada ya mechi ya Ruvu Shooting na Stand United. Yes. Stand ya Ruvu Shooting wameshuka hapo, wamepigwa. Mechi nimeiona. Wamepigwa na Stand. Sawa, hakuhusika Simba na Yanga bali. Ilikuwa ni Stand na Ruvu. Utakumbuka mechi ya kombe la FA kati ya Mwadui na Stand. Refa alikuwa Andrew Shamba, marehemu sasa. Yeah. Hakuhusika Simba na Yanga. Okay, kwa hiyo semaje? Issue ya upangaji wa matokeo na rushwa huko mbali na nini? Tabora United wana kiongozi wao wamefungiwa maisha anaitwa Kitumbo. Hakuhusika Simba na Yanga. Hakukuwa na Simba na Yanga, ilikuwa ni baina ya Tabora na nani? Na timu ya Dodoma. Sio? Umeelewa vizuri? Na mtu kakutwa na message amefungiwa maisha. Kwa hiyo watu wakizungumza kuhusu upangaji wa matokeo hawahitaji timu fulani au wanaionea. No. Ni issue ipo kwenye mpira. Na ndio maana watu wanafungiwa. Ipo, ndio maana inazungumzwa. Kuna comment moja Jemedari kama utaipitia nafikiri kwenye page yako ya Instagram. Nimesema nitaitazama hapa, lakini nikinukuu tu kwa haraka inasemekana pia Jemedari Saidi ulionekana ukitoa bahasha kwa John Nobo. Yaani ni tuhuma hizi ambazo wewe unatumiwa na baadhi ya shabiki. Sasa kwenye hizi tuhuma hizi John Nobo kwenye mchezo gani? Dhidi ya JKT Tanzania. Walipocheza JKT na nani na Fonte. Yes. Mechi ifanyika Manyara. Yes. Mimi sikuwepo kiwanjani. Sasa Jemedari wala Manyara sikuwepo. Huyu mtu unamchukulia hatua gani? Huyu mtu mimi nitakupa. Nipe. Nitakupatia. Sikuwepo Manyara, sikuwepo kiwanjani. Kwamba nimeangalia mtoa bahasha. Nimeona mchezo kwenye TV na hawajaja Dar es Salaam kucheza na sisi. Kwa hiyo nimempa hela sana. Nikasema hizi ni tuhuma. Hizi hela unazo nyingi sana shehe. Alafu kwenda kumpa goalkeeper. Sisi ndio. Alafu kwa nilipofikia mimi nataka nikusaidie, unapeleka hela kwa Nobo. Nikusaidie kitu kimoja. Ndio. Kwa nilipofikia mimi kwenye mpira wa nchi. Naam. Kwanza mimi ni mhanga, nimeumizwa sana na watu kuuza mechi wakati nacheza. Mimi naweza kukusimulia uzuri zaidi matukio ya mpira wa Tanzania ya kuuza na kununua, kwa sababu mimi nimecheza mpira huu wa kuuza na kununua. Mimi nimeona, mimi nimekuwa kiongozi. Haya anayosema Jeff kuhusiana na Azam yamekuja wakati mimi nipo kiongozi. Mawasiliano yote yaliyokuwa hayo, mimi kama kiongozi, sehemu ya viongozi tumeona, ndio maana tukapeleka TAKUKURU. Unaelewa vizuri? Unaelewa vipi kitu sawa sawa? Nakuelewa. Na leo mimi ni kiongozi. Mimi najua mbinu nyingi ambazo watu wanatumia kwenye hii shughuli. Unakumbuka kuna wakati nikiliona jambo tu, kuna goli Dida alifungwa. Akili yangu inabadilika kwenye mechi ya Toto. Kapanga nani kwenye 18 ile kwenye ile ingekuwa tabu, afu kakaa mbali. Mtu akapiga upande huu. Amefungwa goli alafu yeye akazunguka nje ya chuma kwenda kuchukua mpira, watu wakamwambia toa kwenye nyavu, achana mambo yako tu. Ile hivi kwa nini tusingeanzia kwenye kipindi kile Benjamin Asokili alifanya mahojiano? Kuna malalamiko alitoaga akasema kwa nini sasa kama kuna watu wanatoa malalamiko kama yale kwenye vyombo vya habari, inaonyesha kabisa wana uthibitisho. Kwa nini tusingeanza na watu wa eneo tusaidie? We are not serious. Kwani unadhani Asokili alikuwa wa kwanza? We are not serious. Alitoka Sajobu aliwahi kuongea miaka zaidi ya 10 iliyopita. Achana na Sajobu. Alama Kabwili aliwahi kusema. Kwamba tena alikuwa anaambiwa achukue kadi ya njano ili mechi ijayo adake Kindoki. Kindoki unamjua? Sawa. Sasa